yapi ya kuzungumza kile kilichokuwa mbele yao. Ndugu yangu Meja, karibu sana, zungumza na vyombo vya habari kuelekea jambo lenu husika ambalo liko mbele yenu. Kwa nafasi ambayo nilikuwa nayo mimi kama kaimu mwenyekiti, kwa maana mwenyekiti msaidizi wa Sports Influencers Tanzania, mamlaka ya kuzungumza kwenye taasisi yetu anayo JB64 ambaye ndio msemaji wa taasisi. Kwa hiyo yeye ndio anayakuzungumza zaidi. Mimi namkaribisha yeye aweze kutoa yale ambayo anatakiwa Watanzania waweze kuyafahamu. Karibu. Asante waandishi wa habari, asante wa Tanzania wote. Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio mwenye miliki ya kila kitu katika mgongo wa ardhi. Kikubwa ni mwendelezo tu wa maandalizi ya mechi yetu sawa kuelekea tarehe 4 kati ya Tanzania Sports Influencers pamoja na jeshi la polisi. Hii mechi ipo tarehe 4 katika viwanja vya KMC Complex. Kwa hiyo mechi ipo, wale mashabiki zetu wote wajiandae, walitusapoti vikali katika mechi yetu ya dabi ya mashabiki. Sasa hivi tunaelekea sasa kucheza na jeshi la Tanzania polisi ili kuleta mahusiano mazuri kati ya raia pamoja na jeshi la polisi, kwa sababu slogan ni nyingi, mambo ni mengi ambayo yanaendelea sawa, ya kuonekana kwamba polisi kama wana uadui na raia, lakini sisi kama Tanzania ni influencer ambao tuna watu sawa, wako nyuma yetu, tumeamua kuandaa mechi hii kwa ajili ya kudumisha amani ya nchi. Kwa hiyo kikubwa watu wanatakiwa watambue maandalizi yanaendelea, na leo hii tulikuwa ni moja ya mwendelezo katika kuiandaa mechi yetu. Tulikutana kikao sawa na uongozi wa jeshi la polisi na uongozi wa Tanzania Influencer katika kuandaa hii mechi. Kwa hiyo mechi ipo tarehe 4 siku ya Jumapili katika viwanja vya complex pale Kinondoni. Kwa hiyo awali ya yote sina la zaidi la kuongea zaidi. Ninao wenzangu hapa, wasemaji wengi wapo hapa, mimi kama msemaji wao ambaye nilikuwa na ndio mwongeaji mkuu, lakini kwa sasa kila mtu anapaswa kuongea katika kufanya katika kuchochea moto wa mechi. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao kama mnavyofahamu, lakini mimi ninachofahamu, nabii huwa akubariki wapi? Kwao. Hata Mtume Muhammad alipigwa mawe, hata Isa bin Maryam ambaye ni Yesu vile aligongelewa mpaka na misumari. Sawa, lakini kikubwa sisi tunachoangalia kwamba sisi tuko kisheria. Si umeelewa? Tuko kisheria na serikali sio wajinga. Mpaka ukiona serikali inakupa inakupa certificate sawa ya kukusatisfy kwamba wewe na grupu lako linafaa. Tafsiri yake maana yake wameangalia vigezo vyote. Maana yake tumekisi vigezo, na ndio maana tukapoa usajili sawa. Na vyama viko vingi, wewe ukiona chama hicho kikufai, wewe tengeneza cha kwako, kwa sababu pale BMT sidhani kama kuna chama kimoja cha Tanzania Influencers. Vyama viko vingi, watu wengi wameanzisha umoja wa aina mbalimbali, isipokuwa huu umoja wetu sawa ni miongoni mwa hizo moja ambazo zimefanya zipo katika kuihudumia katika kuihudumia nchi. Na lengo letu kubwa sisi watu wengi wanatakiwa wafahamu, sio hatupo kimaslahi. Sisi tunatumia nguvu zetu, tunatumia jasho letu, tumeacha shughuli zetu kama unavyotuona hapa. Leo Captain Kizinga ameacha kazi yake makumbusho, lakini tuko naye hapa. Captain Kizinga, Kizinga. Watu wote hapa, mchungaji kaacha kazi zake, Meja ameacha kazi zake. Kuna Mustafa hapa ameacha kazi zake, Saidi, kuna Mwenezi, kina Machili Yanga, watu wote wameacha kazi zao. Kila mtu ana familia hapa, lakini tumeacha kazi zetu, lakini lengo letu kuutangaza umoja wetu ambao lengo lake kuu ni katika kuisupport timu yetu ya taifa. Na mfano mliuona juzi tulivyocheza na Uganda. Tulikuwepo viwanja vya Lavington pale Temeke, lakini kikubwa katika kuifanya kuisupport timu yetu ya taifa. Na sasa hivi tunajiandaa tarehe 30 katika kuihamasisha mechi yetu ya mwisho ambao ni mechi ya maisha yetu. Yaani kufa na kupona sawa, tunapokutana na Tunisia ili tuweze kushinda na kupata pointi 3 ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo umoja huu sawa haupo kimaslahi kama wanavyozania wao. Maslahi sisi kama maslahi tushapata sana, kama maslahi sisi tushayakosa sana, lakini kikubwa tunachoangalia jinsi gani ya kuisupport timu yetu ya taifa na kuisupport nchi na kusupport amani ya nchi. Nchi iwe katika utulivu kupitia umoja huu. Na ndio maana tukaitwa ma-influencer. Hatukukusanywa wote mashabiki wote Tanzania nzima. Tuko wale wenye nguvu katika kuhamasisha jambo hili. Na kama umo upo maana yake nguvu una. Alafu umo wanakaa wanaume malijali.
Humu wanakaa wanaume marijali, narudia tena, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu ameshasema kabisa, alijali kawamuna alnisai. Umeelewa? Ukishavaa suruali na t-shirt maana yake wewe lijali, ndio utakuwepo kwenye umoja huu. Umoja hilo huko mimi siko. Kwa hiyo kikubwa tarehe 4 siku ya Jumapili, njoo umuone Mlilo anakabana na nani? Anakabana na mchungaji. Njoo umuone Kamanda Mafwele anakabana na JB 64. Hiyo game ni kali sana. Tahadhari gani mnaendea kwenye huu mchezo? Mara baada ya ule wa kwanza kutamatika mashabiki dabi, kumekuwa na maneno mengi sana. Tahadhari gani mnauendea huu mchezo kuepusha maneno ambayo yanaendelea hivi sasa? Maneno ni mengi, ndio maana nikakwambia hii yani kuna kitu kinachoitwa vita ya kiuchumi. Wengi wanajua huu umoja upo kwa ajili ya watu kutafuta maslahi. Sasa sisi hatuko huko. Umenelewa Na hata wanaopiga kelele sio kwenye umoja. Yani kama kungekuwa kweli kuna dhuluma zimefanyika, kuna mambo yamefanyika kuhusu swala la kimaslahi, saizi usingetuona tuko pamoja. Mechi zishaisha. Kama ingekuwa watu wamezulumiana hivi tungekaa tena kwa umoja huu. Wanaopiga kelele watu waliokuwa pembeni. Kuna watu walikuwa mtu yuko Marekani. Si umeelewa? Si umeelewa? Wewe jua mtu yuko wapi? Marekani. Ndio anayepiga kelele na umoja huu. Na huyu anatumwa na anatumika na baadhi ya watu ambao wana vikundi vyao vya ujanja. Watu wako 4 5 wanaandika karatasi ya watumia, wanajifanya wanaisupport timu ya taifa. Wanakula hela za nchi. Sasa sisi tumeliona lile. Yaani wao wanakula hela alafu tunafuatwa tena sisi ndio tunapiga kampeni za nini? Za kuisupport timu ya taifa. Na ndio maana tukaamua tutengeneze umoja na tuusajili rasmi. Sasa kama mtu anapiga makelele Marekani huko, fimbo wa mbali, hayui nini? Hayui nyoka. Wanaishi kiujanja. Kwa hiyo namkaribisha chungaji aje kuendelea. Kwa ujumla ni kwamba hivi taasisi iko imara na haitatikisika. Wao wanajaribu kuitikisa, watatikiswa wao. Ukishaona mpaka serikali inatusajili, ina maana kwamba washachunguzwa kwamba sisi tuko vizuri. Wewe uko Marekani unaweza kushindana na sisi. Marekani wenyewe unaishi ujanja. Muda wako ukiisha tunaujua na tunajua husomi. Unajua kilichokupeleka. Tutakurudisha Dar es Salaam hapa. Tunajua mambo yako yote. Sisi huwezi kushindana na sisi. Siwezi kunyosha maneno, hebu nisikilize bwana. Hebu toa hivi unaonyesha maneno vipi? Wewe vipi bwana wewe? Huwezi ukataka kuvunja umoja ambao unaleta umoja kwa watu wote. Si tuko Azamu, tuko watu wa Namungo, tuko watu wa Simba, tuko watu wa Yanga, tukaunganisha umoja wetu. Hasa kama ni mambo ya Yanga ni ya kwenu huko. Msitaki kutuharibia taasisi yetu. Taasisi hii iko kisheria. Na ikiendelea hivi tutachukua sheria. Maana sisi sio wauni. Sisi tumesajiliwa kisheria. Kwa hiyo ndugu yangu leo Marekani, kama unataka kushindana na moto, huu ndio moto. Wewe kama unataka juu, huu ndio moto ambao huwezi kuuzania. Usione watu wanatembea barabarani. Wewe shangaa mimi naitwa mchungaji, wewe usituki tu. Mchungaji sina kanisa, sina naitwa mchungaji. Wewe uogopi? Sasa kama utushindane na sisi, utarudi toka Marekani, utarudi Dar es Salaam hapa. Huu mmoja umeanzishwa kwa jasho na umeanzishwa kwa ajili ya maslahi ya watu wote. Hata watu wote ambao hapa kwenye kundi hili linawafaa. Maana sasa hivi tuna wanachama karibu 100 na tutaendelea mpaka tutafika 1000. Yote hayo kuweka umoja wa kitaifa wa wanachama wa mpira Tanzania. Kumbe kuna watu wanawapinga kwenye hili mnalolifanya. Ni wengi, na ukiona jambo upingwi hilo jambo halifai. Wapinga Kristo. Yaani ukiona ile jambo upingwi halifai. Yesu kwa kuweka watu 12 kuna mmoja akamsaliti. Na ile msaliti ndo akampeleka mpaka msalabani. Yaani maana yake yule ndiye sababisha Yesu akasulubiwa. Bila yule asingesulubiwa. Je, matunda leo tunakula tuli? Tunakula. Maana yake ni nini? Ni lazima tupitie kipindi kigumu. Kipindi hiki wenzangu ndio kipindi cha kushikamana. Na serikali iko upande wetu. Kama serikali iko upande wetu, ni nani anaweza kutushinda sisi? Kwa hiyo wala hakuna kitu cha kuogopa. Ndugu zangu wanachama wote wa Influencer Tanzania, wala msio na wasiwasi. Ndio maana kukuta tumeanzisha mechi ya Simba na Yanga na imefana. Nani ambaye hakufurahi? Watu wote wamefurahi na uwanja ulijaa. Na mechi ya Jumapili, mechi ya Tanzania Polisi Tanzania na Influencer Tanzania tutacheza na itafana tena. Hakuna wa kutuzuia katika moto tulioanzisha. Ila yeye atakayeendelea, na mimi nawapa hiyo kitu. Endeleeni, ila tutatumia sheria. Na watakamatwa watawekwa ndani. Maana tuko kisheria zaidi. Marekani, wewe umeenda Marekani kiujanja unataka tufanyia na sisi tufanye mambo ya kiujanja. Sisi hatuko kiujanja. Sisi tupo kisheria. Narudia tena, ukiendelea tutafumua yote mpaka unavyoishi huko. Tutasema yote. Jinsi unavyoishi kujanja yote tutayasema. Na wale mpeleka nani na sasa hivi unataka kuongeza wakati wako. Sisi tumehangaika na hii tatizo na hii issue. Usione umoja huu umekuja tu kirahisi. Tumehangaika nao. Tumehangaika mpaka na mvua inatunyeshea. Leo unataka uvunje umoja. Anayevunja umoja alaaniwe.
Anayevunja umoja alaaniwe, anayevunja umoja alaaniwe, anayevunja umoja alaaniwe. Ndugu zanguni, wanachama wowote ambao atakujiunga na Tanzania Influencers, sisi tuko tayari. Asanteni sana na Mungu aibariki taasisi hii. Cha kuongezea kidogo na kapteni anakuja, ila cha kuongezea, huyu ndo kapteni kwanza, huyu ndo kapteni. Huyu nani? Huyu Singa jamani, angalieni Usinga, huyu kapteni. Ila mimi nataka niwaambieni kitu kimoja ambacho mnabidi mkifahamu. Huu mmoja upo kwa ajili ya kusapoti na kuziunga mkono ajenda za kitaifa. Ukimwona hapa leo kapteni, maana yake anaunga mkono national team, anaiunga mkono taifa la Tanzania. Huu mmoja upo kwa ajili ya kusapoti ajenda za nini? Za kitaifa. Sasa sitegemei kama kuna timu yoyote Tanzania ambayo itakataza wachezaji washabiki wake kujiunga na umoja huu. Hilo nabidi mlifahamu. Huu mmoja upo kwa ajili ya kuunga mkono ajenda za nini? Za kitaifa. Kwa sasa tunaisupport national team. Kwa sasa tunasupport national team. Sasa hatutegemei, narudia, hatutegemei kuona kama kuna timu yoyote ya mpira wa miguu Tanzania ambayo itakuwa haiwezi kuunga mkono taasisi yetu ambayo imesajiliwa rasmi na BMT na mpaka sasa hivi imeshaanza kufanya kazi. Hata kama kuna mtu anaita chokochoko, it means haungi mkono juhudi za rais wetu, raia namba 1 nchi hii. Haungi mkono juhudi zake, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Hata kama watu wachache wanaamini kwamba wanaweza kupigana na kundi kubwa la mashabiki wengi kabisa ambao wana nguvu na influence kubwa kwenye nchi hii na hususa kwenye nyanja ya mpira wa miguu au kwa jamii mzima, sijui aendelee kupambana, maybe anaweza akajisi anaweza kufaulu, lakini sidhani sioni kwa namna gani atafaulu, kwa sababu tupo kwa ajili ya taifa letu na sisi ni wazalendo kabisa. Naomba kuwasilisha. Karibu kapteni.